Kasako Media. One power ahead. Hii ni yetu sote. Assalamu alaikum ndugu wapenzi wa Kasako Media, nikiwa Star 7 nipo na moja ya shabiki wa D1 ambao ni washindi wa kipindi cha kwanza kwenye mtanange wapo wa JH Bilombe pamoja na D1. Nipo naye hapa, afu ni boda tena ni mshabiki wa D1. Atakwenda kutambulisha mwenyewe anaitwa nani hivi tukana hizo mambo vipi? Shwari. Mzima. Nani wakuita? James. Okay, James wewe ni boda, afu unachukua mashabiki wa Bilombe pamoja na dada yao sio? Ndio. Kwa nini umeamua kuchukua wakati kwa sikia leo nyinyi ni maadui? Ni kazi yangu. Ni kazi yako? Lazima nifanye. Umeleta ushabiki na kazi kwa mkupuo? Na vipi labda mmekuwa washindi kwa kipindi cha kwanza? Okay, akitokea mshabiki wa Bilombe wewe mbebe kwenye boda yako utakubali? Lazima nimbebe maana ni kazi yangu. Sababu ni kazi yako. Hem, tupe experience kidogo kwa siku ya leo kuhusu timu yako na ionaje japokuwa mshapiga moja. Timu yangu ipo vizuri kwa leo, lazima tutoke na ushindi. Okay, mlikuja mnajipangaje? Kwa sababu yani hamjachelewa tu, ni mara ghafla tu. Lazima tutoke na ushindi leo. Okay? Yeah. Na vipi labda uko nyumbani mashabiki zenu na waandalizi wenu, makocha wenu mlikuwa mnajipangaje kiasi kwamba siku ya leo mnakuja kuwa washindi tena kwenye kipindi cha kwanza? Lazima tutoke washindi kwa sababu tumejipanga. Umejipanga kiaje? Kila kitu kimazoezi kinini tumejipanga. Mazoezi kama vipi? Ina maana unajua mazoezi kama ni nini? Mazoezi ni aina mbalimbali. Mazoezi ya mpira. Mazoezi ya mpira. Yeah. Okay, una neno gani la kuambia wapinzani wako? Sina neno yote ile mahali tunawatoboa. Unawatoboa? Ndio. Mbona kuwatoboa ni neno? Tumeshawatoboa kwanza wenyewe. Okay, neno moja basi kwa mashabiki wako, kwa wachezaji wenzenu wa deo moja. Lazima leo tutoke na ushindi, wenyewe wapambane tu. Okay, nafikiri kama mmemsikia hapa shabiki wa D1, tupo kwenye msako wa mashabiki kwa furaha ambao wako nayo, kwa natakiwa tunaenda furaha yao vitu kana hizo. Hii hapa ni Kasako Media nikiwa Star 7. Bana, kama kawaida kama tulivyowaambia tunatembea na upepo wa mashabiki wa D1. Okay, kwa kipindi cha kwanza walipopata bao lao moja, kwa hiyo tunayapita nalo hivyo. Mambo vipi? Safi. Mzima. Mambo yanaenda. Yeah. Kwa mnaambiwa kila ikiwa mechi ya JH na D1 mnakuwa mnachora manyota kama na hizo. Sio tu hiyo. Okay? Sio tu hii mechi, kila mechi tunachora. Ni kila mechi yenu. Yeah. Na hii hapo waga inamaanisha nini? Inamaanisha yani watu jue kasi sisi ni wa D1. Okay, hizo rangi hapa njano pamoja na kijani, wewe na maana gani? Sisi tunajua tu kama ni rangi, chama cha rangi ndio waga inaruhusu kupaka hivi. Chama cha nini? Cha rangi. Ndio na ruhusu. Sasa mnakuwa mnafanya vitu ambavyo mjui maana yake. Sisi tujui maana yake kwa sababu tumevikuta na sisi lazima tuingie umo kwenye mkono. Na nyinyi mlivikuta. Okay, anyway mmekuwa ni washindi kwa kipindi cha kwanza. Hiyo experience ya kuwa na washindi mmeipataje nyinyi kama mashabiki? Yaani tunajisikia furaha ya hatari. Tunajua tu ushindi ni wa kwetu muda wote. Na vipi labda mko akiwagomboa mnajisikiaje? Furaha itabaki tu ni pale tu, lakini ni ushindi tu lazima. Ushindi ni lazima. Shinda Na nani ambao waga mkubali kwenye kundi ya D1, kwenye wachezaji wa D1? Ni wote tu. Wote. But ila kuna mmoja ambao nampendelea sana. Lebon. Oh my god. Amekuwa ni mtu kwanza ambao unamkubali sana. Yaani huyo hapo. Kwa nini umeamua kumkubali yeye? Ni mchezaji mzuri tu, anacheza, yani ananikosha tu kucheza kwake. Anakukosha? Okay, na vipi wewe Lebon anakukoshaga sana? Yeah. Kwa nini amekukosha? Kwa nini? Kwa sababu ni mchezaji mzuri. Kitu gani ambacho ulikiona ukaona kama huyu hapa ni mchezaji mzuri? Ni viwango vyake ni kikubwa sana. Unaona huyu ni mchezaji kuliko wote. Yeah. Okay, na neno gani la wote? Sio wote. Yeah. Okay, kuna mwingine nani ambaye unamkubali wewe zaidi? Rodrigue. Okay, Rodrigue, kwa nini unamkubali sana? Kwa sababu yeye ni bingwa kambi mzima. Yeye kambi mzima ni bingwa. Yeah. Okay, lakini kitu gani ambacho kimekushawishi kwake? Mchezo wake tu. Mchezo wake. Yeah. Na vipi wewe dada, mambo vipi? Poa. Habari? Umepoa? Sijapoa. Vipi na wewe hujui maana hizi namba hapa? Msalaba. Jamani. Nini? Naona tu ni ushabiki jamani, hata mimi mwenyewe sielewi. Na vipi hizo rangi wazi zinamaanisha nini? Sijui ndo rangi ya timu. Chama cha rangi. Tumekubali chama cha rangi. Ndio, sasa nisemaje jamani? Mmechora misalaba inakuwa inamaanisha nini? Yani kama sisi wenyewe gisi tulivyochora ndio tuliamua tu tuvutie wachezaji wetu Hapa sasa kuna swali kidogo. Hivi business ni biashara ambayo inahitaji mtaji wa shilingi ngapi? Biashara. Business ni biashara ambayo inahitaji mtaji wa shilingi ngapi?
Kwanza ni ngumu hilo. Hapana, sio hata ngumu. Kwani uji business ni nini? Hata 500 tu. 500 nayo inafaa. Eti dada, hivi business ni biashara ambayo inahitaji mtaji wa shilingi ngapi? Mtaji wote tu, hata 100,000, 200,000 inatosha. Okay, vipi na wewe, business ni biashara ambayo inahitaji mtaji wa shilingi ngapi? Hata 5,000. Hata 5,000. Okay, neno moja kwa wapinzani wenu wa JH Bilombe. Tunawapa pole sana. Yaani wao watulie tu kama mtu kwenye maji. Vipi neno moja? Ushindi ni wenu. Neno moja kwa wapinzani wenu. Poleni sana mashabiki wa Bilombe, yani poleni sana. Neno moja bwana, neno moja. Neno moja kwa mashabiki. Ili mradi watupe support tu. Watarajie ushindi ni wetu. Na neno moja kwa wapinzani wenu pia. Kwa wapinzani wao watulie, yani waende kando. Neno kubali wametoka kwenye mchezo. Wakubali wametoka mazima. Yani hapa final ni ya kwenu au vipi? Ni ya kwetu. Eti final ni ya kwenu? Ni ya kwetu. Unaikubali? Hiyo hapo ni lazima. Bwana, nikiwa Star 7 Stream mbele kama Kasako, mimi nipo na mashabiki wa D1 aka DM moja ambao wamechukua tuzo kwa siku ya leo. Kwa kipindi cha kwanza tu wamepiga moja. Tukutane kwenye kipindi cha pili itakuweje. Goodbye. Kasako Media. One power ahead. Hii ni yetu sote.